tuzo kwenye ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Na mgeni rasmi kwenye utoaji wa hizo tuzo alikuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama. Sisi tulipata fursa ya kushiriki kwenye hizo tuzo, kwenye tuzo mbili. Tuzo ya kwanza ilihusu mwandishi mahiri kwenye sekta ya ujenzi, na tuzo ya pili ilihusu chombo bora kwenye mitandao ya kijamii ambacho kinapitia sasa kampuni yetu ya Wazuhuru Media. Na katika utoaji huo wa hizo tuzo, kwanza nieleze tuzo hizo kwa uchache sana zilianzaje. Mwaka jana yalitolewa mafunzo na TCRA pamoja na TAMWA nchi nzima kwa waandishi wa habari, kwa waandishi takriban 2054 ambao walishiriki kwenye hayo mafunzo. Lakini sasa wakati tunaanza utaratibu wa kuanza kushindana kwa ajili ya kupata hizo tuzo, jumla ya kazi 1131 ziliweza kupokelewa na majaji, ambao wao majaji walipewa 40% tu ya kuweza kuzifanyia kazi, na 60% wakapewa wananchi kwa ajili ya kupiga kura, ambao wananchi wenyewe ndio nyinyi wananchi wa Ebeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kazi 1131 zilizowasilishwa, zilizopitishwa na majaji, zilizokuwa zimekidhi vigezo ni kazi 85. Katika hizo 85 sisi kazi zetu mbili zikawa zipo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, jumla ya kura 60,638 zilipigwa, na baada ya kupigiwa kura hizo, vigezo ambavyo vilitukutanisha na tuliweza kushiriki kwenye hizo tuzo ilikuwa ni kwanza, uwe unaandika maudhui ya ndani, mambo yanayohusu ndani ya nchi yetu. Lakini ya pili ilikuwa ni kuhusu weledi katika kazi, na jambo la tatu ilikuwa ni kuhusu uwajibikaji, na jambo la nne ilikuwa habari hiyo baada ya kuwa umeiandika na kufuata vigezo hivyo vitatu, sasa matokeo yake ni nini kwenye jamii. Kwa lazima ilete matokeo chanya. Kwa hivyo vigezo vilikuwa jumla 4. Sasa baada ya hapo sisi tuliweza kupata tuzo zote mbili ambazo tulishiriki. Tuzo hiyo ya kwanza ya sekta ya ujenzi, utakumbuka mwezi Oktoba mwaka 2023 ilitokea changamoto kidogo nchini, kimbunga Idaya pamoja na mvua za El Nino ambazo zilikumba maeneo mengi sana nchini. Barabara ziliharibika, madaraja, vivuko pamoja na makalvati. Kwa sasa sisi tulizunguka karibia mikoa 22 nchini kwa ajili ya kutengeneza makala zinazohusiana na masuala ya miundombinu na namna serikali hatua ilizozichukua. Sasa baada ya ushindi wa hizo tuzo mbele ya Mheshimiwa Rais, tulikabidhiwa zawadi mbalimbali. Zawadi ya kwanza ilikuwa ni fedha, zawadi ya pili ilikuwa ni cheti, lakini zawadi ya tatu Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo kwamba mimi Mathias Kanali nikaripoti Wizara ya Ujenzi kwa ajili ya kusaidia majukumu ya kiserikali, lakini vile vile nikapata zawadi ya kusafiri kwenda nchini Japan kwa ajili ya maonyesho ya Japani Expo, lakini vile vile tukapata zawadi ya kuzunguka mikoa yote Tanzania ili kueleza na kutoa mafanikio ya serikali namna ambavyo imetekeleza wajibu wake. Sasa hili mchungaji, binafsi nikushukuru sana kwa kunipa nafasi walau nisimame niweze kusema, na pengine kuwashukuru sana hawa waumini wenzangu, kwa sababu ndo wapiga kura wangu hawa. Kwa sababu wapiga kura walikuwa ni wananchi. Sasa na wananchi huwezi kujua nani kakupigia na nani hajakupigia. Sasa mimi naamini hawa wote hapa, wote walinipigia kura na ndio maana nimeshinda. Nakushukuru sana kwa mchungaji. Asante sana. Sasa kajiuliza kwa nini nimempa nafasi. Nafikiri the first time tumezindua ilikuwa ni hapa kwa maombi, kanisa hilo la Mabati. Kama unakumbuka vizuri, walikuja na watu hapa. Kinachoanzia kanisani kikifanikiwa kinapewa platform kanisani pia, ili kuencourage wengine ambao wanatamani wafanye, wasiogope. No competition in the church. Unanielewa?
Hakuna kushindana na mtu ambaye anafanyia vitu madhabahuni. Hamna kushindana naye, kwa sababu ukishindana utashindwa. Amen. Kwa hiyo tunakupongeza na Mungu akuendelee kukuinua, maana yake ukiinuliwa wewe, kanisa limeinuliwa. Amen.